Excellency, our Deputy President, familia wa Tergat, waheshimiwa wenzangu ambaye wako hapa, our two governors from Baringo na Nakuru, na waheshimiwa katika Nakuru County na wageni wote. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumefika hapa kusindikisha mama wetu. Tumefika hapa kucelebrate na family wakati yake anaenda mbinguni. Huyu mama ni mama nimemjua kwa muda kidogo wakati nilipokuwa nikitembea katika hiki kijiji kwa mambo yangu ya kazi yangu. Kwa hivyo nashukuru Mungu sababu amempatia nafasi kufika mahali amefika. Wale wa mama wa kijiji hiki najua huyu mama aliwasimamia sana. Huyu mama ni mobilizer na hata ametumobilize leo sisi wote, watu ya Baringo na watu ya Nakuru tukiwa ni kundi moja. Your Excellency Deputy President, we are happy to be with you each and every time we have any problem or development in Nakuru County. Unatukumbuka, tunakukaribisha sana. Na kuna kitu nimefurahia siku ya leo kwamba people from Baringo na Nakuru wamekutanika. Na siku moja before this new constitution, Baringo na Nakuru ilikuwa kitu moja. Na nimefurahia mheshimiwa MCA wa upande wa Kabrupita. Ameongea vizuri sana. Asante sana mami, tuko hivyo hata sisi ya upande wa Nakuru. Asante sana, tuko pamoja. Wacha tu niseme kitu moja. Kina mama tufanye bidii. Kuna pesa katika serikali ambayo tunapatiwa kutoka Women Enterprise Fund and Youth Enterprise Fund. Chukueni hiyo pesa, msikae katika ubweke ya mambo ya umaskini, na kuna pesa katika serikali yetu. Ile kitu tu inahitajika ni mambo ya kitambulisho. Na ninajua sisi wote tuko na vitambulisho. Tuko na ile kitambulisho inakuonyesha wewe ni mwana Kenya. Na hiyo that is a key document. Mara nyingi nasikia mambo ya huduma, sijui huduma center ama huduma namba ambaye hatujui. Tulifanya siku nyingine. Wote ya Baringo mlifanya mambo ya huduma numbers the other time. Mlifanya na serikali imerudi kuwaeleza ilikuwa ni ya nini? Hatujajua. Kwa hivyo mimi mpaka tuelezwe ni ya nini, ile ingine ilifanya nini, na hii ingine inataka kufanywa ni ya nini. Kwanza wakati huo tuliulizwa maswali mingi sana kama ya clinic. Kina mama msimajua ile maswali tunaulizwa tukiwa clinic. Mnajua hiyo maswali mingi. Hiyo maswali mingi ni ya nini? Kitambulisho nafikiria inatutosha. Na kama huna kitambulisho uko na birth certificate. Na kama huna birth certificate uko na barua ya chief kwamba unajulikana katika kijiji yako, wewe ni mtoto ya wapi. Sisi wananchi wa Kenya tuelezwe vizuri wakati mambo kama hizo inahitajika ni kwa sababu gani. Otherwise sisi Nakuru tuko na amani, na kina mama tushikilie nchi yetu, tushikilie viongozi wetu, tukae pamoja, tuweke nchi yetu iwe kitu kimoja na tukae kwa amani. Your Excellency the Deputy President, we thank you so much and we pray for you. We pray for you. Nimefurahia festival ya Esther Tergat. Ameongea vizuri sana. Wale malowi uko tayari tinjoba au tono nungita ya tuku. Kimi tengo bate ndo komage unyangalejo. Kimi tengo bate muiteli nyeto nongo unata. Once again, may I say, may God bless you and give you wisdom, strength, and everything that you might be needing as a leader of this country. May God bless you. Sote pamoja. Semeni sote pamoja. Thank you so much. I'm Liza Chelule. Mimi ni mama county ya Nakuru County. Wananchi wa Baringo, nyinyi wote karibuni sana. Nakuru ni mahali pazuri ya kufanya biashara na kukaa. Karibuni sana. Asanteni. Ni Liz Chelule Wanjiro. Asanti Mheshimiwa Lisa Wanjiro Chelule wetu wa Nakuru County. Sasa tuendelee kwa Mheshimiwa Dr. Daniel Toito kutoka Mogosho. Naona mumeleta Baringo yote. Basi asante sana Madam Senator. Your Excellency the Deputy President, Your Excellency the Governors, Your Excellencies the Senators, MPs, and all protocols of staff, the family of Tergat. Before I give my condolences, let me also extend the condolences of Honorable Jeptumo, MP Baringo County, Baringo North, Mheshimiwa Seronei ambaye ni Nakuru hapa. Basi yangu tu ni kusema kwamba President Yanok nasema ni small p, labda siku nyingine utapata hiyo kubwa. On my behalf and the behalf of the people of Mogotio constituency, tumeleta rambirambi kwa familia Tergat kwa jumla. Huyu mama tulikutana hapa kwa maandamano zake, umesikia yeye alikuwa chairleader ya many groups here.
and more often we meet. Even she comes to Mogotio and tries to help some women groups. Thank you, Deputy President, for the work you're doing for the Kenyans. We are seeing how you are empowering the youth. You are trying your best. I'd like to say that there are two facilities which we need to exploit, the Weso Fund and the Youth Fund. But this idea of spending money on something called Uduma, last time we spent 10 billion on Uduma and we have not seen anything. The only thing I remember with Uduma was a small paper. Sijui kama nyinyi bado kuna hiyo karatasi. Karatasi nyingine hapo usipili isha hata. Nilichukua manguo zangu kule laundry na kile imepotea. Nasikia tunaambiwa sasa tunataka tena kurudia. Na tunasikia juzi tuliambiwa vijana hakuna tena kuajiri. Treasury amesema for 3 years hakuna tena kuajiri vijana. Na nataka kutumia pesa nyingine kwa hii kitu naita huduma. Tafadhali serikali tuajiri vijana, uachane maneno ya huduma. Asanteni na may God bless you and may give you strength at the family of Tergat. Asante Mheshimiwa. Sasa let us welcome Mheshimiwa who is our local person here. Mheshimiwa Nixon Korir wa Lang'ata, lakini originally from here. Thank you, Your Excellency, the Deputy President, Tergat, viongozi, magavana ambao wako hapa, waheshimiwa wenzangu, ma-MCA, akipiga apchergei, chamgei. God is good. First, I want to bring my condolences, my family, and that of the people of Lang'ata, to Dr. Tergat and the family. I want to say pole sana to Gogo. I've actually realized Kogo was born by Targok. Na mimi ni Targogin. So when I'm here, I am home. And also, Kogo ni born and Kogo ni Toyoi. And also, my grandfather is Toyoi, Arab Toyoi. So I'm actually home. I want to say pole sana, Tergat. I know you. I know Akina Kipto, who we are working together in Nairobi. And I know it is a sad moment, but also we've said we are celebrating Gogo's life. She, from what has been read to us, because I never met her, and what we see from the likes of Paul, she was a good person and she did her part. Sisi kule Nairobi, nataka niseme hapa ni nyumbani, Your Excellency. Jua mimi ni mtu hapa, Irongai, nyumbani ni Solai hapa. Nilisoma hapa Evening, nikakuja nikamalizia hapa Kabarak. Nilikuwa nalimanga hata hapa tu hapa Chergei. Hapo kwa kona karibu na shamba ya Bomet hapa. So when I'm here, I am home. So kule Nairobi nilienda kutafuta. Na nimewakilisha kule, nimeestablish nyumbani nyingine kule. Na huyu Paul Tergat pia tukiwa nyumbani kule Nairobi, alinisaidia sana, Your Excellency. Unajua hapo Kibiko na Ngong, alinishikilia watu wengi sana hapa, and I want to say thank you nikiwa hapa. Your Excellency, nimeona hapa kuna maasla wengi. Na sisi ni maasla. Sisi ni watu ya wheelbarrow na mkokoteni na bodaboda. Kule Nairobi tumeshikilia kabisa. Na wheelbarrow na mkokoteni ya hapa ni ukulima, ni ng'ombe yetu, ni mbuzi yetu. Si ni kweli? Na kule Nairobi sisi tumeamua Hansla wenzetu ndiye atashikilia. Nimeona leo Tuju ameita press hapo. Anasema sasa ati Deputy President hatakikani kukuja kwa ofisi ya Jubilee. Nataka niambie Tuju, hiyo ofisi ya Jubilee sio ile ODM. It is not a private property. Jubilee is a party for hustlers, and we will go there not once, not twice, until we remove the like of Tuju waende kule ODM where they belong. Nataka niseme pia vile viongozi wengine wamesema mambo ya huduma namba. Huduma namba ni ukora. Ile huduma namba ambayo walikuja kuchukua mara ya kwanza walitumia pesa bilioni 7. Na hiyo huduma namba hawajai tuambia walipeleka wapi. Sasa wametafuta pesa nyingine bilioni 8 wamepeleka kwa NIS kwa sababu hawataki scrutiny ya public. Alafu sasa wanataka kurudi tena ati kuhesabu mpaka ng'ombe zetu, mbuzi yetu, kuku yetu, kwa sababu wanataka kutax mpaka ng'ombe yetu. Mimi nataka sema, Your Excellency, hao watu wa huduma watu wache.
Na wakikuja hapa wakitaka kuhesabu, tuambie sisi tunataka mpango ya hasla. Watoto wetu wanataka school fees, tutapataje school fees? Sisi wana bodaboda tunataka tusapotiwe. Watu ya matatu, Gavana Lee, hapo Nakuru watu wa matatu tushikilie. Watu ya bodaboda tushikilie kwa sababu hawa wanatafutia watoto wao chakula. Si kweli? So mambo ya huduma namba sisi hatuko pale. Sisi tuko sahi mambo ya wheelbarrow, mambo ya mkokoteni, mambo ya ng'ombe, mambo ya mbuzi, mambo ya wakulima. That is where we are right now. And your excellency, mimi nikiona vile inaenda, safari ya mbele iko sawa. Wewe kaa ngumu. Huyo Tuju kama nataka kujua sasa kama chama ni ya masla ama si masla, wacha wafunge gate. Tutabomoa hata hiyo fence. Tutaingia ndani, hiyo ni ofisi yetu. It is not a private property. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Nixon Korir. Sasa nimuite Mheshimiwa Johana Ngeno Ngong, mbunge wa kutoka Emuru Dikir. Asante sana. Kwanza nataka nitume pole zangu kwa familia ya Tergat na watu yote ya area hii kwa mama wetu ambaye amelala pale. Nataka niseme Tergat, najua hata unijui. Huyu mama hakuwa anajua mimi. But we are your great fans. Na tuliposikia kwamba mama ameaga na anapewa leo send off, tukasema lazima tukuje pia hata wewe ujue wakati ulikuwa unakimbia huku kuna watu walikuwa wanavunja viti kusherekea ushindi wako. So nataka nishukuru Mungu kwa minajili ya huyu mama. Because great philosophers said kwamba huwezi kumbukwa kwa mali yenye uko nayo wakati umetuacha dunia hii. Huwezi kumbukwa kwa vitu mingi yenye uko nayo, but utakumbukwa kwa kitu moja tu, roho ya watu ambao uliwaguza. Huyu mama alituzalia mtu bingwa, sio Kenya peke yake, sio Rift Valley peke yake, sio Afrika peke yake, but dunia mzima. We must thank the great woman who lies before us today for letting us have such a great champion, such a great warrior. I was wishing today Haile Gabriel Selassie was here. Ndio ajue ile damu, ile mifupa au tigiti chegi lobate nyiganane kugiche biosa nenegi. Ni huyu mama ndio alipea yeye hiyo damu ya kukimbia. So I want to thank our great mom, and even as we send you to stay with the angels, we tell you we thank you so much for what you left us. And we know there will be so many other Tergats in this team, in the children, in the grandchildren, in your great-grandchildren. Lazima tukushukuru sana. Kwa hivyo nataka tu niseme poleni na nisherehe kwa mama kwa sababu she was above the average age, which was 95 years old. Tushukuru Mungu kwa kutuachia kwa hiyo nafasi yote na kutufunza mambo mengi. So Tergat of family kileo mutia awe mweli ngwe mama magele ngwe. So sitaki niseme mingi. Umesikia mimi ni mfungwa. Nimeachiliwa tu kidogo nikuje nione maneno kidogo alafu ninarudi naendelea na mambo yangu. Lakini nataka nishukuru Mungu kwa sababu hii dunia Mungu alitupea jua, na hii jua lazima tuote sisi zote. Hii dunia, hii jua ni ya Mungu na sisi zote tunaota. Your Excellency, pia nataka niseme nimeshukuru nimekuona hapa. Najua saa zingine kwetu sisi ni ngumu kukupata. Tuko hapo, hiyo mahali huko. Hiyo mambo ya wheelbarrow sio, sisi tuko hapo tu. Uongeze mabaiskeli, ongeza mapikipiki, ongeza mikokoteni, ongeza hata ile vitu ya kulisha ng'ombe. Kwa sababu among all these people, kuna watu wanalisha ng'ombe. Kuna watu wanalisha mbuzi. And that is our hustle. So Your Excellency, tuko nyuma yako. Tuko hapo. Wewe ngangana na hii dunia, tutakupea backup ile unahitaji. Labda tu kwa sababu pia ni ngumu kukupata, nataka nikutume
anataka nikutume kwa serikali huko juu kwamba huduma namba yenye tulijaza hatujawahi jua mpaka wa leo ilikuwa ya nini. Sijui kama ilikuwa ni ile ya 666 ile Biblia ilikuwa inasema, lakini tulijaza tu. But we are not going to have another huduma number. Your Excellency, tunakutuma hiyo 10 billion yenye ungetumua kuleta huduma namba nyingine, watusaidie ama wakupee ununulie vijana na mahustlers, mawheelbarrows, mikokoteni na kadhalika. Hiyo huduma namba, Your Excellency, please ambia serikali huko juu kwamba hatutataka hiyo huduma namba. Ya mwisho, Your Excellency, tunataka pia tukuambie kitu moja, kwamba tunakuunga mkono kwa sababu you belong to this country. Wewe ni Mkenya halisi kama Wakenya wengine, and you are the face of all those people who are struggling. You are the face ya wale wote ambao wanaanzia chini. You are the face of the poor. You are the face of the less fortunate. You are the face of the over 50% of the illiterates in this country. Represent us. Tunakuombea Mungu uwakilishe sisi, akilisha sisi vizuri. Otherwise, amaje kitu nabale amwale yongegere keratesh yanamesh ku murto jot negerge ognon kibe Jesu ko Kalvari ko giwo Jesu Kristo kurgunegit koit Kalvari mona ligimile bara Golgotha ko kinge to ile to mabanda ko ne boy ko but kele wara to mabanda no basomo kesom chito ni bara Simon ile juwe kama toro koit ji Kalvari toreti tingat murto yondone koit Kalvari yari tayunuto igoina ko Your Excellency kingen elebune ingen biga Baringo ingen biga Nakuru ingen biga Central ingen biga Mombasa ingen jitul ule loy murto yo negoro ogian kileche kugiot Simon ni chongi mitabanyo ogot Peter chongi girote ogo Silas chongi girote komdo ngoliotab komuktoide ko gigian kele gibendi tugul yegite laga wite murto yo neta kitoke bogo ngoron igas kommi kega ne boy la ne bo somo Your Excellency kiti munga murto yo, and that is why we are there. So okay as you know to jego ko murto yo no bo toren kuchugi ogilo ko to nga geri de na gele metori nenu kichunde audio ndamu o bargo ngwe. Your Excellency kimi batenu 100 kwa 100. Asante, Mungu awabariki, piga kurone, kemi tu tanyuge ngalale. Bongo. Asante sana Mheshimiwa Ngeno. Though I did not understand what umesema hapa mwisho, nimeona umechangamsha. So whatever it is, hata mimi nasema iende hivyo tu. Sasa wacha niite my colleague mwenye si wewe nimesema wewe ni mfungwa. Huyu na yeye alitimuliwa kwa kiti. Sijui kama mnajuaga mtu alikuwa majority leader huko Senate. Lakini pia siku hizi naona anafitina sana, nasikia ana represent county mbili kama senator. Kwa hivyo Senator Kipchumba Murkomen. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President, the family of Mama Esther Tergat, na pamoja na viongozi wenzangu akiwa na Governor Lee, Governor wa Baringo Kiptis, viongozi wenzangu wengine wote wenye wako hapa, viongozi na Susan ambaye ni the People's Whip kwa Senate. Sasa sisi tumekuwa the People's something, ile ilikuwa People's something ndio sisi. Na waombolezaji wote, hamjambo. Bwana asifiwe. Mimi nimekuja hapa kwanza kama rafiki ya Paul na mke wake, niliwajua kitambo kidogo. Na mimi nimekuja hapa kusema pole sana kwa kumpoteza mama yenu. Tunasema pole
na tunashukuru Mungu pia aliwapatia mama ambaye alikuwa good mentor na kuchunga na kuwachunga nyinyi wote na ndugu zako na dada zako mpaka mmefika mahali ambapo mmepata marafiki kiasi kwamba naibu wa rais ako hapa, magovernors, wajumbe, ma-MDs, watu wengi na mahustlers wamepata nafasi ya kuja hapa. Paul, tunataka kusema your mom was a great person because you can see from the testimony yenye unaona hapa. Na unajua kuna watu wengine hata kitu ikifanyika hata afariki namna hii majirani hawezi kuja kwa sababu siku yenye walikuwa wanaishi au kuwa nafungua mlango kwa majirani. Na mimi najua mama tu kupitia matunda yake ambaye ni Paul. Huyu Paul nilijua yeye 202, 203, 204. Alipokuja huko nilikuwa nasoma University of Nairobi School of Law na Paul akakuja kubadilisha our neighborhood, akalete engine petrol station na duka ingine hapo, akaweka hapo akaweka vitu mingi including unajua sasa mimi ni hustler wa Mbogutu kwa sababu nimejua sana mambo ya inaitwa nini chocolate ilikuwa tumewekewa hapo. Sasa tulikuwa ukipata mtu yako kwa shule hapo na unajua ilikuwa late mpaka usiku yote. So ukipata mtu yako si mnajua tu ukipata tulikuwa tunasoma lakini tulikuwa tunaangalia pia. Ukipata mtu unapeleka engine unanunulia nini hiyo chocolate. Kumbe inaleta mapenzi kukaribia kidogo. Na hata ukikutana na Paul hapo alikuwa anasema leo Murkomen enda na hii moja. So nikafanya namna hiyo mpaka nikapata bibi. So huyu Paul ni mtu mwenye nimemjua kwa muda. Na is a friend to so many lawyers because we were students that time. Na wamegraduate, some of whom wamenituma na condolences zao. Na Paul amebadilisha sura ya mchezo na sports sio kwa Kenya, kwa dunia. Ukiona anaitwa Dr. Paul ni contributions ya ile leadership ako nayo. Na hiyo leadership imetoka kwa mama yake. This is the first Kenyan to run sub 5 na kuweka world record. Na ilikuwa around that time, that was 2 or 3, you know. Na pia if there is something, because mimi nimeenda shule nisomea St. Patrick's, county yangu iko na athletes wengi sana, nimeona wengine hapa. If there is an example we get for people like Paul, is that he is an example in and off the field. Na yeye ni mentor kwa wakimbiaji wengi sana na sportsmen wengi, not here but all over the world. Na ukitaka ujue, jaribu ukimbie hata kwa wiki moja tu, jaribu kuimba 10 kilometers 20 nini. Paul, pengine wewe ujui, unaona Kiptoo huyo your nephew, tuko kwa club moja ya kukimbia kwa Nairobi. Hata nimepotea for 1 week, naona tumbo imeanza kuongezeka for 1 month I mean. Tunakimbia, unakimbia hiyo kitu, ukifika 10 kilometers unashangaa ulikuwa unafanya nini na hii kitu. Yeah, hata pengine niseme tu hapa, hata DP asipotaka tulienda kukimbia na yeye the other day. Gana na yeye namna hii, lakini wa mama wanijide. So sports and sportsmen wamebadilisha nchi yetu. And Paul, I am not flattering you. We are very proud of you. The contribution that you've made and the contribution our athletes in this country have made is nothing compared to what we have done as politicians. Ile yenye umefanya na wakimbiaji kama ambassadors, kama investors, kama kubadilisha maisha ya watu through mentorship. We've come here to celebrate your mom because she's part of great women who've given birth to great people who have changed not Kenya but the world. That's why we are here. Sasa unaona hata nilikuwa Kisumu huko nikachikaza tu kuja hapa, na nashukuru naibu wa rais aliniwezesha kwa sababu I really wanted to be here and to say these words that we really very proud of you. Na kwa mambo ya Kenya, si mnajua mimi ni mtu sasa siku hizi, mimi ni member ya Jubilee kabisa ndani, lakini niko backbencher siku hizi kwa Senate. So huko nyuma hapo mimi naona sasa maneno mzuri sana. Mimi nimeona sasa, unajua kuna ile ukiwa majority leader uone vizuri. Hata mambo ya Baringo huko mimi natetea sasa vizuri hata kuliko siku ile nyingine. Yeah? Kwa sababu I have now the freedom of mind and thought to speak my mind. Na so naibu wa rais unisamee. Siku ile nyingine nilikuwa nachunga maneno yangu kwa sababu nilikuwa hapo mbele, wanapewa kiti karibu na rais hapo kila saa yote, State House wapi. Sasa wacha niwaambieni ukweli.
ile shida tuko nayo kwa dunia hii na kwa siasa ya Kenya, na kwa nini Kenya haisongi mbele, ni shida ya unafiki. It is actually, that is what is killing Kenya. Ile inaitwa unafiki, inaitwa ni kwa Kiingereza, inaitwa hypocrisy. We have the worst form of hypocrisy in this country. And that hypocrisy inatokana na watu ambao wanajitafutia ubinafsi. Naibu wa rais na rais walikaa chini 2013 wakasema tunataka kuunganisha Kenya. Wakaunganisha, wakapigiwa kura, na kwa sehemu zote za Kenya wakapigiwa kura. Sasa wako ofisi for the first 5 years. Kuna watu siku hiyo tulikuwa na hao walikuwa wanasema naibu rais ni mtu mzuri, tunashukuru amesaidia kuunganisha Kenya. Yeye ni mtu ambaye tunajua hako nyuma ya rais, tunamshukuru kwa sababu amesimama na rais, amefanya hivi. Saa hizi kwa sababu wanajitafutia ubinafsi yao, wameanza sasa ile unafiki. Waanza kuuliza ati naibu wa rais asikizane na rais, sijui akae pamoja na rais. I was listening to one Raphael Tuju, and I want to answer Raphael Tuju kwa hapa. Raphael Tuju sio MCA, hajachakuliwa na mtu yoyote. Amechukuliwa na naibu wa rais kutafutwa na akaletwa kuja Jubilee. Akakuja kuketi chini na rais, wakamwambia chunga hapo, tukichukua leaders ya Jubilee tutaona kama watakupenda, wasipokupenda tutakutafutia kazi nyingine. Sasa huyo mtu amemea kiburi, kichwa imepasuka na kiburi mingi. Kwa sababu we started a journey of uniting this country. But if we have the likes of Murade and Tuju giving lectures to the Deputy President of the Republic of Kenya, where is the truth in Jubilee if that is going to be the kind of party we are going to establish? Jana rais aliongea kwa France. Akasema sina shida na naibu wangu. Akasema anataka kuunganisha Kenya. Tuju leo ameongea, anasema rais ako na shida na naibu wake na tunataka kupigana na naibu wa rais. Who is telling the truth and whose dog is Raphael Tuju? Who is he speaking for? We cannot. The president yesterday talked about uniting the country, and I want to be very candid with the president. You cannot do a somewhere 1 + 2 - 4 utaenda negative. That is a fact. You can't say we are uniting with the deputy president, with all the leaders of Jubilee. Ayafu kidogo useme haya -10 plus Raila. You are just doing a minus business. If you want to unite the country, the Bible is very clear. Anyone who wants to preach the gospel out there must start with his own house, with his own family. If you want to preach the gospel of uniting Kenya, start by uniting Jubilee. Show that unity. Chase and fire Tuju and Murade so that we know what you said about uniting the country, you mean it. But if we continue having divisive elements within Jubilee, who are day and night talking about the deputy president, disrespecting the office of the deputy president, and William Ruto will not be deputy president forever. He has only less than 2 years to be deputy president. If we have those characters, divisive characters, I want to tell the president, you will be doing 1 + 3 - 4. That is going to the negative. We need to build a country that's moving forward. Now we want to tell Tuju, we are members of Jubilee by choice. We were elected to become members of Jubilee. We campaigned and looked for votes so that you became relevant to hold that office. You cannot tell us we will not meet in that office in Pangani, my friend. We will be there Monday, we will be there Tuesday, we will be there Wednesday, we will be there Sunday, for as long as our money is funding that office and our votes brought the number of resources that are given by government, we shall be in that office. Na tutakuwa kwa hiyo ofisi. Ya mwisho, Tuju amekuja press conference akasema lazima wote tushike huduma namba. Yeye ni waziri ya nani? Ama alikula pesa ngapi kwa ile 7 billion yenye walitumia siku ile wa kufanya huduma namba? Raphael Tuju must be investigated. What is his personal interest in huduma namba? Or he is looking for money to pay his debt that has been publicized across the country. He cannot force us
again to go back to get huduma number until we account for the 7 billion that was wasted kwa hii mambo ya huduma number. Bahati mbaya ulitukaribisha sisi wanasiasa, lakini sasa tungesemaje? Na wacha tuseme hii kidogo, because if we must unite this country, we must move forward. And I want to tell Tuju, you are part of the cabal, a group of people in this country who believe that public institutions should be privatized. You privatize the sugar companies. You are now wanting to privatize Kenya Airways. You want to privatize the port. You want to privatize the railway. You want to militarize Nairobi County. Now you want to privatize Jubilee. I don't know if you want to appoint another military officer to run Jubilee or what you want. We are saying that as a democratic nation, we are not going to accept a process of privatizing public entities and public political parties, because we must play a role as citizens of this country through democracy. Naibu wa Rais, sisi hiyo ni maneno nikesema hapa. Mimi nataka kushukuru watu wa Nakuru na wale walitoka Baringo na sehemu zingine. Hii Kenya tutanyorosha mpaka italainika. Na hii Kenya tutaambiana ukweli mpaka iende straight. We will not accept the projects to be brought to become candidates for the sake of other people's benefit. We are not campaigning. We are straightening Kenya. Kuna watu wanatuambia tunafanya campaign. Hapana. Naibu wa Rais na sisi tunaunganisha Kenya from the bottom up. Sio ile ya wadozi kuja chini. Tunaanzia hustlers ikienda juu. And that is where we want to take Kenya. Ikifika siku ya elections tutaongea mambo ya election. But today we are only speaking about how to unite the Kenya nation bottom up, not up down. Asanteni sana na Mungu awafariji. Asante sana, Senator Kipchumba Murkomen, the people's leader of majority. Na umeongea ukweli. Kwa sababu tulisema before corona iliingia, tulisema mwaka wa 2020 ni mwaka wa kuambiana ukweli. Kwa hivyo hiyo ukweli tutaisema. We shall say it from the treetops, from the ground, from everywhere. But ukweli tutaambiana. Paul Tergat, wacha niseme, you have put Kenya on the map. Na sijui kama mnaelewa wenye tuko hapa leo. I do not know if we understand the level of an international star that we have in Ambassador Dr. Paul Tergat. Na sisi kama watu wa Nakuru, we are very proud. Lakini naona tumeshikana kabisa. We were just talking with the governor for Baringo. Na tukasema sometime back Nakuru and Baringo were the same. And I see we have a lot of interests. So you put Kenya on the map back in 2003 when you broke the world record for the marathon, and you have been one of the most revered athletes in the world. So we thank you and we love you. Pia, as a president of NOC, umeendelea to be a mentor to our athletes in this country. And I'm sure maybe we do not understand as well. Kama Kenya, our fame out there internationally. In fact, nilikaa nje tu kidogo. Na kila mtu, whenever you said your name, na ukasema umetoka Kenya, wazungu walikuwa wanatuuliza, do you run? Na mimi nikajua kwa sababu hawajui ni nani kama nani harani, nilikuwa nawaambia mimi nakimbiaga, hata Paul hawezi nishika. Na kwa sababu mimi ni mdogo, si wanaona kweli naweza kimbia. Lakini nitakaa na wewe karibu Paul, uniambie nyinyi jamii ya Wakalenjin, kweli ni nini mnakula? Sijui ni nini, ama maybe ni muziki. But I have also heard story ya gogo. Na Your Excellency the Deputy President, because you are here today, kama huyu mfungo wa rafiki yangu, I will also send you to His Excellency the President. Your Excellency, a few weeks ago, and I'm so happy and so proud to be part of this send-off for Gogo. She is a woman with such leadership abilities and capabilities. Tumesikia maneno yake ya women empowerment. Your Excellency, naona Gogo was the first hustler. Ameempower wamama kabisa. Ama hamukuona hivyo? So my message to you, Your Excellency, to both you and Your Excellency and His Excellency the President, both of you as the presidency. Kama mama kiongozi katika hii Kenya,
I am very upset by you too. Wacha nikwambie kwa nini. A few weeks ago, Chief Justice Maraga alitoa advisory akasema the Parliament of Kenya must be dissolved. Na the reason it must be dissolved, na turudi kwa nini wananchi tutafute kura tena, tuone kama itakuwa in compliance with the 2/3 gender principle, ni kwa sababu katiba ya Kenya, which the two of you swore, and I was there, both in 2013 and in 2017, you swore to uphold the law, to uphold the rule of law in this country. And the Constitution is the most supreme rule of law. Kwa hivyo nataka Your Excellency Naibu wa Rais, mkiwa pamoja na Rais wa Kenya, msome katiba article 81B. Pia msome katiba article 27(8). Na muone inasema it is not properly constituted kama parliament if we have more than 2/3 of the same gender, which is the case right now. So in honor of Gogo, nataka muende hiyo parliament muitupilie mbali, turudi kwa elections. Hata sisi wa mama wa Kenya tunaweza. Kama Gogo international champion in the world. Nini wa mama hawawezi? Nyinyi mumeona wale watoto wote wamezunguka Gogo pale. And that is from our women folk. So Your Excellency the Deputy President, as much as I love you, today I'm upset. Because you people have failed to bring the other half of the population of Kenya to the table. And no country can succeed politically, economically,